Tukirejea hapa nchini kama ambavyo imekuwa ada, kila Jumatano tunazungumza masuala ya biashara na uchumi, na leo tutazungumzia kuhusiana na ulinzi wa kifedha tukiwa na hapa Janet Soka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya fedha. Karibu sana Janet katika mjadala wetu hii leo tukizungumzia kuhusiana na masuala ya ulinzi wa kifedha. Tutazungumzia kuhusiana na hatua za kuchukua unapokutana na changamoto za kifedha ili usianguke ama usirudi nyuma zaidi, au sio bana? Karibu sana. Asante sana. Kwanza kabisa tuanze na swali la tafakari. Ikiwa chanzo chako cha mapato ulichonacho sasa hakipo, kama ni kazi umesimamishwa, biashara haijaenda vizuri, unahisi utasimama kwa muda gani bila kuomba msaada mtu yoyote? Na swali hili linatupa majibu ambayo mtu anaona sijui kama nitaweza au nitakuwa na muda mfupi zaidi. Na hapa sasa ndo kunatuleta katika mada yetu ya leo ya maandalizi ya kujiandaa wakati nini ufanye na nini usifanye ili uweze kuwa vizuri kifedha. Kabisa. Na katika hilo jana tumenikumbusha Oktoba mwaka jana mwishoni na Novemba mwanzoni pale ni kama kuna shughuli nyingi za watu zilisimama, kwa mfano kwa Dar es Salaam wakati ambao kulikuwa kuna amri ya kukaa ndani. Kwa hiyo changamoto kama hizo pia unaweza ukafikiria watu ambao walikuwa kipato chao ni kile cha kutoka cha kupata siku hiyo hiyo na kula siku hiyo hiyo. Maana yake ni kwamba kunapokuwa na changamoto kama hizo unaathirika kwa kiasi kikubwa kabisa. Na kuanza wote tunaanza kwenye kuanza kwamba kuna mtu anasema mimi siwezi kula mpaka nitoke. Huo ni mwanzo, na usiridhike na hayo maisha. Fikiria namna gani unaweza kubadilisha ili mambo yaweze kwenda. Haya, sasa tuanzie kwenye jambo la kwanza, hatua za kuchukua unapopata changamoto za kifedha ili usirudi nyuma. Hatua ya kwanza kabisa ya kuchukua na kupata changamoto ya kifedha, fahamu hali yako halisi ya kifedha ulionayo muda huo au wakati huo. Na unajua tunaposema changamoto za kifedha, mtu anaweza kaa anajiuliza ni zipi? Mfano inaweza kawa madeni mengi, yani mtu ana madeni mpaka anaona anazima simu. Kwa kipato chake inakuwa kinaishia kwenye kwanza, yani madeni yanaweza katokana na kipato au tu ni mfumo wa mtu wa maisha, haji control vizuri. Hizo inaweza kaa ni chanzo cha changamoto ya kifedha. Lakini mwingine kipato ni kidogo, pia anaingia kwenye changamoto za kifedha. Mwingine hana budget. Kwa hiyo changamoto za kifedha ni jambo lolote ambalo linahusiana na fedha lakini linakupa stress. Ukijiona tu kwenye hayo mambo, yani ukizungumzia fedha, yani unawaza ujue wewe una changamoto ya kifedha. Sasa hatua gani unapaswa kuchukua? Kwanza kabisa fahamu hali yako halisi ya kifedha ya sasa hivi tunavyozungumza. Hivi sasa hivi mpaka hapo ulipo unadaiwa na nani na nani? Na hayo madeni ni ya kibiashara au ni madeni yako tu yale ya hamasa ya kupenda vitu vizuri? Lakini pia una akiba binafsi mpaka sasa hivi? Ikitokea kuna changamoto, kuna mahali una fedha, hilo ni jambo muhimu sana la kufahamu. Lakini pia ufahamu vyanzo vyako vya mapato ni vipi. Kwa hiyo kujua hali yako ya kifedha, hiyo itakuongoza nini ufanye na nini usifanye. Kuna mtu kabisa, yani ukikaa ukajitafakari utagundua mimi sistahili kukopa kwa sababu mfumo wangu wa marejesho leo napata 10,000 nakaa wiki 3 ndo napata nyingine. Kwa hiyo nikikopa automatic nitaingia kwenye shida. Kwa hiyo ifahamu hali yako halisi ya kifedha. Jambo la pili, weka budget na jenga mfuko wa dharura. Hilo ni jambo muhimu sana. Weka budget. Watu wengi hawana budget kwenye maisha yao. Na tukizungumzia budget ni ule tu uwezo wako wa kupanga nini unatumia wapi na kwa wakati gani kutokana na vipaumbele ulivyokuwa navyo. Kwa hiyo ni vizuri ufahamu unatumia kwenye budget. Kuna changamoto ya watu wengi wanatumia pesa nyingi kwenye vitu vya starehe, alafu kwenye mahitaji ya muhimu pesa inakuwa hamna, ndo hapo anaingia kwenye madeni. Kwa hiyo jifurahishe, fanya vitu vinavyokupa raha lakini viwe ndani ya uwezo wako. Sawa. Jambo la tatu, ongeza vyanzo vya mapato. Vyanzo vya mapato, na hilo ni jambo muhimu sana. Usiridhike na ulipokuwa napo. Yaani kuna mtu alikuwa anapambana, good luck amepambana
tangu amiliki gari spidi yake yani imelala, anajiona kama amefika, lakini ukweli ni kwamba mahitaji, yani ndio hapo unashangaa mtu amefika level fulani, mbona maisha yake yako vile vile, abadiliki. Kwa sababu gani? Amelizika. Usilizike na ulichokuwa nacho, mahitaji yanaongezeka, na wewe pia maisha yako yabadilike, mwaka huu uwe tofauti na mwaka jana. Sawa. Jambo lingine, dhibiti madeni yako. Dhibiti madeni uliokuwa nayo, lakini pia weka mpango mbadala. Kudhibiti madeni inamaanisha usiyaongeze. Yaani kuna mtu hapa anadaiwa, akiona huyu sasa anamsumbua, anamwacha, anaenda kukopa kwingine, anamlipa huyu, kule anaongeza. Na kile kinachobaki ukuta labda anadaiwa. Sasa anaongeza au anasawazisha tu? Unajua kwa nini nasema? Wewe ulikuwa unadaiwa na Janet, ukaenda kumkopa Balkis ili umlipe Janet. Maana deni labaki lile lile. Tena inawezekana hata lisibaki lile lile. Unajua kwa sababu gani? Ni kama tu umeforward. Unakuwa umeforward, lakini pia wewe haupati ile suluhu ya kudumu. Ukiyazoelea madeni, yani ni ile tu unamtafuta chapchapu. Ukimwona anapiga makelele sana, unamtafuta chapchapu wa kusawazisha kule, tena ukipata akipiga makelele unatafuta. Sasa unaofanya hivyo, nakwambia hivi, faida zake inakufanya uendelee kuaminika, kwa sababu ulikubaliana na mtu A kwamba utamlipa tarehe 20 mwezi ujao. Tarehe 20 imefika, hujapata, lakini una uwezo wa kupata kwa mtu B na kwenda kumlipa. Kwa hiyo unakuwa uko ndani ya muda wa makubaliano. Kwa hiyo huyu ambaye ulienda kumkopa, labda umemwaahidi sa mwezi unaofuata. Kwa hiyo bado, yani wewe unaendelea kuaminika katika masuala ya kupata mkopo. Yani unakuwa unakopesheka. Katika mazingira hayo, mimi nazungumzia watu ambao wako chronic. Lakini kama una tabia hiyo chronic, hiyo kuna siku itakuangusha. Hapa zile emergency nazielewa, zile emergency zipo, lakini kuna watu tabia yao ni kuhamisha tu madeni. Yani imekosha kwa tabia yake. Yani na kitu alichofanya ukimuuliza cha maana hamna kikubwa sana, ni leisure tu, nienda sehemu fulani nikanunua nini, lakini analitoa hapa na hamisha hapa. Hiyo inaweza ikakupeleka kwenye changamoto za kifedha. Lakini jambo lingine ni tumia chini ya unachokipata. Na hili ni jambo muhimu sana. Tuna changamoto ya watu kukua. Yaani mimi hapa sizungumzi watu wasikue. Kuna baadhi ya watu wananitafsiri vibaya. Sizungumzie usikue. Yaani unabidi ukue, kama kipato kinaongezeka inabidi pendeza vizuri, appear nice, smell nice, yani nukia, lakini hakikisha chochote unachokifanya hakikuingizi kwenye madeni. Maana kuna mtu ananukia perfume ya 300 lakini anadaiwa 500. Sasa una smell good lakini huko kwingine mambo hayaendi sawa. Ndio ile mtu ndio ile perfume ya kulipa kidogo kidogo. Hiyo kidogo kidogo sio mbaya. Si analipa kutokana na mfuko wake. Perfume ya 300. Lakini sasa yeye uwezo wake by the time ilikuwa ni wa kununua perfume ya 50. Unatakiwa kwa sasa anapata ile perfume anapewa, lakini ana deni kubwa la kama 200,000 hivi au 250,000 la kulipa ile perfume wanaitumia. Lakini kutokana pengine ana mipango amejiwekea, sio vibaya kufikiria mambo makubwa, sio vibaya, lakini ile ingekuwa kama anaichukua mahali. Lakini kama anaamua kwamba hata kama kila mwezi nitakuwa nakatwa, sio mbaya, apate mambo mazuri. Lakini ile kutaka wewe kufanya mambo makubwa alafu hauna hela, ile ndo mbaya zaidi. Kwa hiyo hakikisha chanzo cha mapato kikipanda, unapanda kidogo, lakini matumizi unayashusha, usije ukakosa akiba kabisa. Unapokuwa ndani ya changamoto za kifedha, ufanyeje ili usirudi nyuma zaidi? Na hapa ndo yani ili eneo naweza kusema good luck kwenye maisha. Changamoto ni sehemu ya maisha. Yaani wote hapa watazamaji na sisi tuliokuwa studio, it's either umetoka kwenye changamoto, uko kwenye changamoto au unaenda kwenye changamoto. Yaani maisha ndo yako hivyo, either umetoka, upo au unaenda. Lakini tunatofautiana namna yani wakati wa changamoto nini unafanya ndo itaamua sasa uendelee kubaki kwenye changamoto au upige hatua au urudi nyuma zaidi. Sawa. Na haya ni mambo muhimu sana ya kuzingatia. Jambo la kwanza, usifanye maamuzi ya haraka. Usifanye maamuzi ya haraka. Mtu kwa mfano anadaiwa, yani
unakumbuka kile kibonzo Goodluck Januari kwamba Januari tunapataga hadi magari ya $700,000, Januari magari ya $200,000. Hiyo yote inatokana na nini? Maamuzi ya haraka. Ameambiwa tu ada $600,000, anatafuta amekosa. Gari la milioni 17 anaishusha hadi $800,000 au $700,000 au anakuambia nipe ulionayo. Kwa sababu gani? Maamuzi ya haraka. Kwa hiyo unapokuwa kwenye changamoto wakati wote, pata muda wako binafsi, tafakari. Na wakati mwingine maswali ambao unawauliza watu, hapa nifanye nini? Suluhu unazo, sema tu hujapata muda wa kukaa na kutulia. Kwa hiyo kaa utulie, chukua sehemu mahali pa kuandika. Chanzo, nini kimeniweka kwenye hili tatizo? Nifanye nini nitoke hapa? Na hapo utapata option nyingi sana za kwako binafsi, lakini kutoka kwa nani umwendee ili aweze kukusaidia. Jambo la pili, tambua uzito wa tatizo ulionalo. Kuna matatizo mengine yana mahusiano ya moja kwa moja na vitu vyote unavyovifanya, lakini kuna mengine ni pressure tu yako ya mtu binafsi. Unaweza kuta mfano mfanyabiashara amekutana na changamoto labda kodi, TRA na changamoto za namna hiyo. Uzito wa tatizo unaweza kukupelekea labda biashara ikafika katika level fulani, ikakupa na effect fulani. Lakini kuna matatizo mengine yako ndani ya uwezo wako. Kwa unakuta mtu akisha panic, haangalii uzito wa tatizo, anatumia nguvu kubwa kwenye jambo dogo. Na hapo sasa ndo kuchoka na misunderstanding zinapoanzia. Kwa hiyo fahamu tatizo lako linakuaffect kwa namna gani na ulitafutie suluhu ya kufanya. Naam. Jambo la tatu, punguza matumizi. Punguza matumizi. Ndo kuna kale ka kibonzo kanasema tunakudai alafu unanenepa. Unataki kunenepa ukiwa unanenepa. Unapata wapi hela? Kuna vitu vizuri, lipa kwanza deni. Good luck. Lipa deni. Shabu inatoka watu hawana hela. Kwamba punguza matumizi. Ni vizuri ukaishi vizuri, ukafanya starehe zako kwa fedha yako binafsi bila kuingia kwenye madeni. Kwa hiyo punguza matumizi, lipa kama unadaiwa, punguza vitu vizuri, lipa kwanza madeni. Unajua madeni nayo yanaleta peace of mind. Utafikiria vizuri, utakuwa na amani, hautazima simu, hautaweka kindege. Hivyo ni vitu muhimu sana. Jambo lingine, tumia rasilimali ulizonazo kwanza. Na hapa usidharau chochote ulichokuwa nacho. Kunaweza kuwa na mtaji fedha, wakati mwingine mtaji watu, wakati mwingine mahusiano uliokuwa nayo. Kwa hiyo mara nyingi mtu akiwa kwenye changamoto, uwezo wake wa kufikiri unashuka kidogo, anahisi kwamba sina kitu chochote hapa nilipo. Kumbe unaweza ukampigia tu Goodluck na jambo hili akakusaidia solution, ukashangaa imeenda. Kwa hiyo fikiria kwanza una nini mkononi kabla hujaanza kuwatafuta watu wengine. Kuna baadhi ya madeni mtu aenda kukopa kwenye taasisi za kifedha, anajiingiza kwenye riba kubwa. Kumbe angempigia tu yule ndugu yake wa kanisani, mambo yangekuwa yamefanyaje? Yameisha. Kwa hiyo fikiria nini unacho kwanza. Lakini jambo la tano, linda chanzo chako cha mapato kilichopo sasa. Linda chanzo cha mapato kilichopo. Na watu wengi wakiwa kwenye changamoto, unakuta kwa mfano labda anafanya kazi, ameajiliwa, alafu pia ana madeni. Unakuta hata performance yake ofisini haikai vizuri. Kwa hiyo unajikuta sasa madeni yanamsumbua. Madeni, uwezo wa kufikiria unapungua, na madeni inaweza kuwa ni mwalimu. Yana effect kisaikolojia. Mimi ndio maana mtu akiniambia madeni simuelewi kabisa. Kama ni mwalimu atachapa watoto, yani mtu tu akigeuka, kwa hiyo unaangalia nyuma fimbo ya mgongo. Kwa sababu gani? Madeni. Kwa hiyo linda kwanza chanzo chako cha mapato ulichonacho sasa. Kwa hiyo jitahidi kubalance changamoto, na hapo sasa uwezo wa kujihimili kihisia. Hakuna changamoto ambayo haina suluhu, ni wewe tu namna unavyoitazama na namna unavyoiendea. Kwa hiyo jipe subra na utulivu katika kufanya maamuzi. Jambo la mwisho, tafuta suluhu na ujifunze kutokana na makosa yako. Na kuna watu hapa wamekuwa ni warudiaji wa mambo yale, hadi watu wamemlebo. Yule akopesheki, yule alimkopesha nani akamkimbia, akamkimbia. Ni sifa yako kwamba wewe ni mtu ambaye ukikopeshwa haurudishi, hausaidiki Kwa hiyo mtu analalamika kwa kumtapeli hela zake. Kwa hiyo jifunze, kwenye maisha tunajifunza, jifunze kutokana na makosa yako, lakini
mimi napenda sana kuzungumza kwamba jifunze pia hata kwenye makosa ya watu wengine kwenye jamii unayoishi. Unaona mtu alikuwa vizuri akafilisika, chukua darasa, usisubiri mpaka wewe ndio ufilisike. Kwa hiyo jifunze kutokana na makosa, halafu rekebisha, tuendelee mbele. Haya, tumalizie na nukuu Janet. Leo tunamalizia na nukuu kutoka kwa Sir Edmund Hillary na haya ni maneno ambayo Sir Edmund Hillary ni moja kati ya watafiti wakubwa sana duniani. Yeye alikuwa ni moja kati ya timu ambayo walifanikiwa katika awamu za kwanza kabisa kupanda mlima Everest. Na walitengeneza historia, na awamu ya kwanza yeye na jopo lake wakiwa wanapanda mlima Everest hawakufanikiwa, na katika ile jopo la watu walioongozana mmoja kati yao alifariki. Na hawakufanikiwa kupanda huo mlima ambao ni mlima mrefu sana duniani. Baada ya zoezi zima serikali ikaamua kuandalia sherehe fupi kwa ajili ya kuwapongeza, pamoja na kuwa hawajafanikiwa, lakini kuna jitihada walionyesha. Kwa hiyo katika ile hafla maneno ambayo aliyazungumza ni maneno ambayo nimeanukuu hapa. Yeye alisema kwamba mlima Everest umenishinda mara ya kwanza, nitakushinda mara ya pili. Wewe hauendelei kuongezeka, ila mimi naongezeka ujasiri, nguvu na ujuzi zaidi. Kwa hiyo na anawaambia mlima sasa wewe hapo ulipo yani... na hapo alikuwa kwenye hiyo hafla waliwekea picha ya ule mlima ilikuwa printed. Kwa hiyo akawa anazungumza kwa kutazama kwamba umenishinda mara ya kwanza, ila nitakuja mara ya pili na nitakushinda kwa sababu wewe tayari ushafikia kikomo chako cha kuongezeka. Ila mimi nilipokuja nilikuwa kidogo siko vizuri, mlegevu ila naendelea kujiimarisha. Nikija mara ya pili nitakushinda. Kwa hiyo na sisi tunamalizia na nukuu hii kwamba changamoto za kifedha, pengine uliwahi kukopa, ulifilisika, ulipata kitu chochote kikakutingisha, iko kimekushinda mara ya kwanza tu, jipange, ongeza nguvu, ongeza maarifa, weka kwenye matendo vitu ambavyo tunajifunza. Naamini ukija mara ya pili utakuwa bora na mzuri zaidi. Hapo umeongea kama mtaalamu wa uchumi, mixer, mtumishi wa Mungu. Amina. Tunakushukuru sana. Asante sana Janet Soka. Ni Janet Soka huyu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na fedha.